Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, ni leo Juni 11 siku ya Jumanne, ambapo ni mida ya saa 10 alfajiri kutoka katika msikiti mkuu wa Maka, ambapo kama unavyoona baada ya watu wameshafanya tawafu, hivi sasa inasubiriwa adhana ya alfajiri. Hivyo kama unavyoona watu wamekaa tayari katika safu, tukisubiri adhana kwa ajili ya swala ya alfajiri kutoka katika huu msikiti wa Maka, ambapo ni mimi Saimu Gwao kutoka taasisi kwa hisani kubwa ya taasisi ya iTravel, ambapo tuliwasili katika mji huu mtukufu wa Maka tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2024 tayari kwa ajili ya ibada ya hija, ambapo siku ya Ijumaa tunatarajiwa kuelekea rasmi katika kijiji cha Mina tayari kuanza rasmi ibada ya hija, ambapo inatarajiwa siku ya Jumamosi tutakuwa katika viwanja vya Arafa. Kama unavyoona watu tayari wameshakaa katika safu kwa ajili ya swala hii ya asubuhi. Swala ya alfajiri huku ni saa 10:30, na adhana ya kwanza inakuwa saa 9. Kama unavyoona watu mbalimbali tuko nao hapa kwa ajili ya hii swala ya alfajiri, ambapo mapema watu wanakuja msikitini kuanzia saa 8, saa 9. Ukifika mida ya saa 10 itabidi uswali nje. Kuswali ndani humu inabidi uwahi mapema sana kwa ajili ya kupata swala alfajiri, kwani watu wengi wanapenda kuswali ndani ya Al-Kaaba katika hichi kisani cha tawafu. Mahujaji wengi wanapenda, kwa hiyo mara nyingi msikiti huo unafungwa mapema nje huko kuhofia dhahma za watu. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
أشهد Barakati. Mpenzi watazamaji, kama unavyoona ni maelfu kwa maelfu ya watu kutoka pande zote za dunia wakitoka katika swala ya alfajiri leo tarehe 11 mwezi huu wa 6 mwaka huu wa 2024. Miongoni mwa watu ambao niko naye hapa naye Sheikh Sabri huyu kutoka Zanzibar. Nitampa kipaza sauti atupe lolote kuhusu huu umma anaoona na ibada hii ya mwaka huu wa 2024. Shika unaongea kwa tunatembea. Alio, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa tupo katika msikiti tukufu wa Maka. Hapa umati mkubwa wa watu wako sasa hivi katika sala ya alfajiri, na wote hawa sasa hivi wanasubiri kwa hamu siku ya mwezi 8 kuelekea katika viwanja vya Arafa vya Mina, ili mwezi 9 kuelekea katika viwanja vya Arafa kwa ajili ya ibada tukufu ya hija. Hapa unaona watu wengine wanaingia kwenda kufanya ibada ya umra hapa, na wengine ndio wanatoka kwenda majumbani kupumzika, na sisi ndio tulikuwa tukifanya ibada ya umra usiku huu. Sasa tutasali sala alfajiri alhamdulillah, na sisi tunakwenda kupumzika kwenye hoteli yetu na kusubiri sala ya dhuhuri. Inshallah Allah azikubali ibada zetu zote na azikubali ibada za waje wote walikuja hapa inshallah. Shukran. Kabla na hayo, unaweza kuzungumzia taasisi hii kuleta mwaka huu mbali, na kwa sababu wewe una uzoefu, unazungumzaje taasisi ya travel imekuleta karibu kabisa? Taasisi ya travel ipo karibu na msikiti na ipo hoteli moja nzuri kabisa, na tumepata huduma nzuri alhamdulillah rabbil alamin. Mpaka sasa hivi hakuna malalamiko yoyote, kama hujaji wote walikuwa katika taasisi hii ya iTravel wanapata mlo mzuri, milo mitatu mizuri wanapata, na hakuna malalamiko yoyote, hatuna mgonjwa mpaka sasa hivi alhamdulillah rabbil alamin. Tunaendelea vizuri, Allah tumshukuru. Ni hija yako ngapi? Mimi sasa hivi ni hija yangu ya 6, na nimekuja kwa taasisi mbalimbali. Nimeanza taasisi ya Jumaza, nikaja taasisi ya
wallahi imenitoka jina tauhidi, na hii sasa ni I travel Hajj tour. Kwa hiyo kila taasisi nimeona mapungufu yake na mazuri yake. Kusema kweli, taasisi zote zinafanya vizuri na Allah ashukuriwe. Afwan. Thank you.